Utangulizi. Paulo alifanya nini katika kanisa la kwanza? Tusome Matendo ya Mitume wa 17 mstari 1. Maria, usome. Tafuta Biblia, Matendo ya Mitume wa 17 mstari 1. Maria, usome. Maria, fungua maiki. Okay, nasema hivi, wakiisha kupita kati ya Aspoli na Apolonia, wakafika Thesalonike, ambapo palikuwa na sinagogi Ukiwatuma watakatifu waende katika eneo wakiwa na neno la Mungu inalofanya harakati ya Yesu, harakati ya uinjilisti itatokea yenyewe. Hakuna njia nyingine isipokuwa hii. Hata kama nadhari ni nzuri kiasi gani, ni nadhari tu. Hakuna njia nyingine isipokuwa kumweka na kumtengeneza mtu mwenye uzima wa Yesu katika uwanja wa eneo. Hakuna njia nyingine isipokuwa kusema uhalisia wa njia ya kukutana na Mungu. Wakati huu kuna watu wengi sana uwanjani watakaopokea Injili. Hata wakati huu kuna watu wengi wanaotangatanga wakitafuta ushirikina na wapiga ramli. Wanatafuta ukweli katika dini na makanisa, lakini hawapati jibu na wana majeraha. Hata wakati huu kuna watu wengi waliokuwa na afya ambapo wanakufa kwa kuugua magonjwa yasiyotibika, yasiyojulikana. Lakini hospitalini sasa hivi vyumba vimepungua. Wagonjwa ni wengi kiasi hiki. Njia tunayoweza kufanya sasa ni, ikiwa kweli ipo njia ya kukutana na Mungu, kuionyesha njia hiyo tu. Hapa imesema wakafika Thesalonike, ambapo palikuwa na sinagogi la Wayahudi. Natumaini nani pia macho yenu yatafunguka wazi namna hii. Watu wengine hawakuona, lakini Paulo aliona. Maria, usome
Matendo ya Mitume wa 2. Matendo ya Mitume wa 17 mstari 2. Maria, Nasema hivi, namba 2 inasema, na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake, akaingia mle walimu, akahojiana nao neno ya maandiko Sabato 3. yani alieneza harakati ya neno la Mungu. Ndio maana Bwana alisema, endeni mkawafanye kuwa wanafunzi. Jambo la muhimu zaidi linatokea katika mstari wa 3. Harakati ya neno la Mungu inategemea ni ya namna gani? Ni harakati gani ya neno? Hilo ni muhimu zaidi. Maria, usome Matendo ya Mitume wa 17 mstari 3. Mstari wa 3 nao nasema, akiyafunua na kuwaeleza ya kwamba ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu, na ya kwamba Yesu huyu ninayewapasha ninyi habari zake ndiye Kristo. Amen. Amen. Hii ni harakati ya neno la Mungu inayoshuhudia ukweli kwamba Yesu ndiye Kristo. Hata sasa wanaposema Yesu ni Kristo na kama ni Kristo yote yanatatuliwa, kuna watu wengi wasio amini. Kanisa la Ujerumani lilipoacha kufundisha kwamba Yesu Kristo ni kila kitu, ilianza kufunga milango yake pole pole. Kwa hiyo wanakufa kiroho. Wanateolojia wapya walitokea na kuwafanya wasimwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo wamekufa wote kiroho. Kanisa la Ujerumani na kanisa la Uingereza yamekufa yote kiroho. Wakati huu wanasema kuna makanisa mengi yaliyobandika tangazo lenye maneno, mchungaji kiongozi yuko safarini kwa miezi 3. Kwa hiyo tafadhali endeni kuabudu katika kanisa lingine. Biblia inasema akayaeleza na kuonyesha ya kwamba ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu. Ndivyo ilivyo. Tafadhali aminini
kwamba Bwana aliyebeba msalaba na kufufuka sasa anamtuma Roho Mtakatifu msaidizi kutawala kanisa la watakatifu. Hiyo ndiyo Jumapili ya Ufufuo. Mtu asiyeelewa Injili vizuri ndiye anayeshika Jumapili ya Ufufuo, lakini kwa mtu aliyeielewa Injili sawasawa, kila siku ni Jumapili ya Ufufuo. Jumapili ya Ufufuo ni siku ambayo alifufuka kihistoria. Kuna wanaosema Jumapili ndiye siku ya Bwana, lakini ukweli ni kwamba siku zote ni siku ya Bwana, yaani siku ya Yesu Kristo. Jumapili ni ili kuifanya iwe maalum kidogo, lakini inaruhusiwa kuabudu siku zote. Sababu ya kanisa kufa sasa ni kwa sababu hawamsema Yesu aliye hai na Yesu ni Kristo. Hivyo wanakuwa chakula cha shetani na kufa. Kanisa la Marekani sasa ni kanisa linalojikita katika ushirika. Kwa kuwa hawana mahali pa kukutana, wanakutana kanisani. Wanakutana na aliana hali na kadhalika. Matendo ya Mitume wa 17:3 akayaeleza na kuonyesha ya kwamba ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu, na ya kwamba Yesu huyu ninayewahubiria ninyi ndiye Kristo. Yesu Kristo ndiye njia ya kukutana na Mungu. Ni njia ya kuwekwa huru kutoka katika njia ya shetani, na ni njia ya kutoka ulimwenguni. Bwana Yesu Kristo si yule aliyeacha fikra na dhana na itikadi tu na kuondoka, bali ni yule aliye pamoja na watakatifu wote hata sasa hivi. Kwa hiyo ujumbe kumhusu yeye lazima uhubiriwe pamoja na yeye. Katika darabang chumba cha juu cha Marko lazima kutangaza mambo matano siku zote. Wanauliza wakisema, mbona katika darabang yetu ushahidi hauonekani?
sio kwamba darakban haipani kazi, bali inaendelea kupanika, lakini haionekani. Usiogope. Hakuna haja ya kuhangaika ukisema mbona mimi sina cha kushuhudia. Kukosa ushuhuda inaweza kuwa ndio mambo yanaenda vizuri zaidi. Kwa sababu kwa kuwa zamani ulifanya mambo kwa namna ya ajabu sana. Huenda ukawa na vingi vya kushuhudia. Lakini kama ulifanya halisi, lazima ushuhuda uwe machache. Kwa hiyo kutoa ushuhuda kunaweza kuwa kuzuri pia. Mnapopata na shida na kupokea mateso, inaweza kuwa ndio wakati wa baraka kuu kwenu. Ilionekana kana kwamba Mungu alikaa kimya kwa miaka 250 katika kanisa la kwanza, akiangalia tu watakatifu wakiteswa. Lakini ukweli ni kwamba wakati huo ndipo alipofanya kazi kubwa zaidi duniani. Hapo mwanzo dhambi haikuanzia kwa mwanadamu, bali ilianzia katika ufalme wa mbinguni. Biblia pekee inatufunulia. Dhambi ya malaika asiyemrudisha Mungu sifa zinazostahili kurudi kwa Mungu ndiye ilikuwa mwanzo wa dhambi. Malaika huyu aliyeanguka alishika mamlaka ya anga, akafukuza na kuja duniani, akamuangusha Adamu na Hawa, yani binadamu. Shetani aliyewaangusha Adamu na Hawa, ukisoma Yohana wa 8 mistari 44, amewashikilia wanadamu wote baada ya Adamu na Hawa. Hata watu waliookoka anawadanganya, na hata kanisa analidanganya. Jambo hili litaisha lini? Anafanya kazi mpaka siku Bwana Yesu Kristo atakaporudi. Lakini Bwana hakumwacha mwanadamu. Vivyo hivyo alimtuma Yesu Kristo na kuvunja kabisa nguvu za Shetani. Yule anayetambua ukweli huo na Injili halisi, kwa kuamini anaokolewa. Hii inaitwa uzima wa Yesu. Kanisa la kwanza lilieneza harakati ya uzima wa Yesu.
Hata mtu amesema nini, ukitaka kuelewa harakati ya uzima wa Yesu, lazima ujue mwanzo wa 3 mstari 1 hadi 6. Hii inaitwa matukio la bustani wa Eden, ama fundamental problem. Shetani aliwaangusha wanadamu, Adamu na Hawa, na hata sasa ananiangusha mimi na nini. Huyu si kiumbe vya kawaida. Kwa hiyo ili kuelewa uzima wa Yesu, lazima ujue kwamba alifufuka kutoka katika wafu. Kinyume cha uzima ni kifo. Maria, usome Efesian, Waefeso 2 mstari 1. Efeso 2:1 naye nasema, anasema wakisha Waefeso 2 mstari 1. mbili mstari wa kwanza nao nasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Hii ni matukio ya mwanzo wa 3. Tuangalie ile nimeweka hiyo pie. Maria, umeshatoa hiyo karatasi? Usome title namba 1, uzima wa Yesu. Namba 1 mdogo ya sababu ni injili pekee. Kitabu Yohana 14 mstari wa 6. Na Matendo ya Mitume 4 mstari wa 12. Asante. Wa Katoliki na wa Protestanti ni walipo tafsiri Biblia pamoja, lakini matatizo lilitokea katika Isaya wa 7 mstari 14. Maria, usome Isaya wa 7 mstari 14. Maria, Nasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli,
Amen. Watafsiri wa Katoliki walitaka kutafsiri neno bikira atachukua mimba na kuanza mtoto mwanaume kama mwanamke atazaa mtoto mwanaume. Lakini Waprotestanti walisisitiza kwamba lazima iwe bikira atazaa mtoto mwanaume. Hivyo kukawa na mabishano imetokea. Maneno haya mawili yana tofauti kubwa kama mbingu na nchi. Yana maana tofauti kabisa. Bikira atazaa mtoto mwanaume. Neno hii lina maana gani? Lina maana kwamba si uzao wa Adamu na si uzao wa Shetani. Yeye ni Kristo. Yeye ni Mungu. Yeye ni Muumbaji. Ndio maana ukikiri tu imani ya mitume, Shetani anakimbia. Sababu Shetani anaogopa bikira atazaa mtoto mwanaume. Jina lake ni Yesu Kristo. Lazima uelewe hili, ndipo utaelewa Yohana wa 14 mstari 6. Mimi ni njia na ukweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Maria, usome Matendo ya Mitume wa 4 mstari 12. Itupasalo sisi kuokolewa kwalo. Amen. Usome namba 2 mdogo. Tena, kwa sababu yeye pekee ndiye anayetoa ukombozi. Warumi 8 mstari wa 2. Lazima uelewe kwamba Kristo pekee ndiye wokovu. Ndipo utatambua kwamba Bwana pekee ndiye anayetoa ukombozi. Maria, usome Warumi wa 8 mstari 2. Warumi 8:2. Sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Amen. Namba 3, soma. Namba 3 inasema, kwa sababu kupitia jina hilo Roho Mtakatifu msaidizi anashuka. Yohana 14 mstari ya 26.
Roho Mtakatifu anashuka kwa jina la Yesu. Wakati wa Agano la Kale ilikuwa damu. Wakati wa Agano Jipya ni msalaba wa Yesu Kristo. Maria, usome Yohana wa 14 mstari 26. Yohana 14 nao nasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amen. Namba 4. Namba 4 inasema, kwa sababu siku inakuja ambazo za binadamu zitashindwa. Mathayo 11 mstari wa 28. Usome Mathayo wa 11 mstari 28. Na anasema, njooni kwangu ninyi nyote sumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Amen. Namba 5. Namba 5 nasema, kwa sababu tunamtazama Mungu kupitia yeye, anatupa tumaini la kweli na nguvu ya kweli na ushindi wa kweli. Kanisa la kwanza liliendelea kueneza harakati hii. Hii inaitwa harakati ya uzima wa Yesu. Tunaweza ukiri hii inaitwa harakati ya uzima wa Yesu. Tukiri pamoja. Harakati ya uzima wa Yesu. Yani wokovu na nafsi. Harakati ya kumkubali Yesu. So namba 2 kubwa, Maria soma. Namba 2 kubwa inasema nguvu ya Yesu. Namba 1 ndogo inasema Yesu pekee alishinda dhambi. Waraka wa kwanza wa Petro 3:18. Kanisa la kwanza lilifanya nini hata nguvu ikatokea? Ni harakati ya nguvu ya Yesu. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuisha. Soma namba 2. Namba 2 inasema Yesu pekee alishinda ulimwengu. Yohana 16 mstari wa 33. Usome Yohana wa 16 mstari 33. Yohana 16 mstari wa 33 nao nasema, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Amen. Namba 3. Namba 3 inasema Yesu pekee alimshinda shetani.
Waraka wa kwanza wa Yohana 3:8. Soma waraka ya 3:8. Waraka atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa, ili azivunje kazi za Ibilisi. Amen. Yesu Kristo alivunja nguvu za shetani kwa uwezo mkubwa ajabu. Fikiria Pasaka ya Agano la Kale. Kwa miaka kwa miaka 4 huko Misri hawakuweza kutoka mikononi mwa mtawala wa Misri na Farao, lakini wale tu waliopaka damu ya mwana-kondoo walitoka. Vivyo hivyo wameshinda kwa uwezo mkubwa ajabu wa damu ya msalaba wa Yesu Kristo. Maria, usome waraka wa 3 mstari 8. Usome tena. Okay. Naye nasema kwa kwanza Yohana 3:8 inasema, atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa, ili azivunje kazi za Ibilisi. Amen. Namba 4. Namba 4 inasema maswali matatu. So namba moja mdogo. Inasema uhakika wa wokovu. Ya. Saa kwanza wa Yohana 5:12. Usome. Kwanza 5 mstari wa 2 nao nasema, katika hili twajua ya kwamba twawapenda watoto wa Mungu, tumpendapo Mungu na kuzishika amri zake. Amen. Waraka kwanza Samueli 5:12 nayo nasema, yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Je, una uhakika wa wokovu? Kama huna uhakika wa wokovu, ni kwa sababu bado hujapokea wokovu au hujui vizuri wokovu ni nini? Mtu asiye na uhakika wa wokovu, hata kama ameokoka, lakini anatangatanga sana duniani. Namba 2 mdogo. Soma. Hii ndogo inasema njia ya wokovu. Wokovu ni kujua na
kuamini na kumpokea kwamba Bwana ndiye Kristo. Maria, umeshasoma? Soma tena. Wokovu ni kujua na kumwamini na kumpokea kwamba Bwana ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sharon namba 3, Maria namba 3. Sharon namba 3. Maria namba 3. Uponyaji. Uponyaji wa Yesu. Ushahidi wa wokovu ama ushahidi wa wokovu bado haujafika hapo. Namba 3 mdogo. Uponyaji wa nafsi. No, ushahidi wa wokovu bado haujafika hapo. Namba 1, namba 2 ndogo. Yeah. Okay. Njia ya wokovu: kumpokea, kumkaribisha. Namba 3 ndogo inasema ushindi wa wokovu, jibu la maombi. Ushahidi wa wokovu. Ushahidi wa nguvu ya Yesu Kristo, jibu la maombi lazima uje. Mtu asiye na ushahidi uwanjani ni kwa sababu hajapokea wokovu au ameupokea lakini bado anahangaika. Kwa hiyo lazima tueneza harakati ya nguvu ya Yesu. Namba 3. Kubwa inasema uponyaji. Yesu huyu yuko hai sasa na anafanya kazi. Ndiyo maana aina 3 za uponyaji zinatokea. Usome Yohana wa 16. Yohana 16. Yohana wa 16. Ishirini na nne.
Yohana 16 mstari wa 24 nao nasema, hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Amen. Mungu Baba anayesema, Mungu Mwana aliyekuja akiwa amevaa mwili wa mwanadamu, Mungu Roho Mtakatifu aliye ndani yetu sasa. Hawa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja. Baada ya Petro kutambua ukweli huu, alipata nguvu kabisa na kubadilika. Alisema kwa ujasiri hata mbele ya tishio la kifo waliokusanyika Mafarisayo. Alisema kwamba ujasiri, fikirini wenyewe kama ni haki mbele za Mungu kuwatii nini kuliko Mungu. Maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. So Matendo ya Mitume wa 4 mstari 12. Maria, usome tena. Matendo ya Mitume 4 mstari wa 12 nana. Yeah. Hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina wa kuokolewa kwalo. Amen. Bwana aliyefufuka alifanya kazi kama hili halifaniki, kazi yenu haiwezi kufanika. Matendo ya Mitume wa 2 mstari 1 hadi 13. Tukiangalia Matendo ya Mitume wa 2 mstari 1 hadi 13, walipokuwa wakiomba katika chumba cha juu cha Marko, yani darak방, Bwana aliyefufuka alifanya kazi hapo. Wakati huu Petro alipata nguvu. Tusome Matendo ya Mitume wa 3 mstari 1 hadi 6. Matendo ya Mitume 3:1 hadi 6. Sorry, Matendo. Yeah. Soma. Walikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kufunga, saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyo akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Namba 5.
akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Namba 6. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Amen. Mimi sina fedha, sababu binadamu wote wanapenda fedha kuliko Kristo, kuliko Mungu, wala dhahabu. Lakini nilicho nacho nikupa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Alisema kwa jina la Bwana aliyefufuka, na kiwete akasimama. Binadamu ni spiritual kiwete. Tajiri ana fedha mingi lakini spiritual kiwete. Siasa spiritual kiwete. Mchungaji spiritual kiwete. Wa dini spiritual kiwete. Anahitaji jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tukio la kushangaza sana lilitokea. Yesu Kristo aliyomtokea Sauli, mtesaji aliyekuwa akijaribu kukamata na kuua watu wanaomwamini Yesu bila hofu. Jambo hili linaendelea mpaka sasa hivi. Hata sahi mtu mwingine anafanya kosa kubwa, sababu anasema Matendo ya Mitume wa 1:8 ni woshia. Kwani Yesu amekufa hata atoe woshia. Hii ni amri ya kwanza ya Bwana aliyefufuka. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Neno hili lina maana Roho yangu ikiwapania kazi. Roho ni roho ya Kristo. Neno hili lina maana kwamba Yesu Kristo atafanya kazi hasa kwa ushahidi ulio hai. Kazi hili linatokea vivyo hata sasa hivi. Tafadhali tuamini. Maria namba 1 mdogo. Namba 1 ndogo inasema uponyaji wa nafsi. Yeah. Mathayo 8:16. Soma. Mathayo. Yeah. Mathayo 8:16. Hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi. Amen. 17. 17 inasema ili litimie lile neno lililonenwa
uponyaji wa nafsi ndio wa kwanza kabisa. Uponyaji wa nafsi unawezekana kwa neno tu, neno la Mungu tu, neno la Kristo tu. Yesu aliwaponya wenye pepo waliokuwa wameingia katika matatizo ya kiroho kwa neno la Mungu. Namba 2 mdogo. Pili ndogo inasema uponyaji wa mwili. Mathayo 11 mstari wa 29. Soma. Mathayo 11 mstari wa 29 nao unasema, jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Amen. 30. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Nafsi yetu ikiponiwa, ukisikia neno la Mungu na neema ikishuka moyoni, desturi za zamani na mioni ya utu wa kale pinatoweka taratibu na unauiga moyo wa Kristo. Huo ndio uponyaji wa moyo. Namba 3. Namba 3 inasema uponyaji wa mwili. Mathayo 8 mstari wa 16. Soma. Mathayo 16 naye nasema, hata kulipokuwa jioni wakamletea, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi. 7 nasema, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, yeye aliutoa udhaifu wetu kuyachukua magonjwa yetu. Amen. Uponyaji wa mwili unapanika mwisho kabisa. Ikiwa nafsi na moyo vimeponiwa, uponyaji wa mwili unafuata bila shaka. Namba 4 kubwa. Namba 4 kubwa unasema jibu la maombi. Yesu alifundisha mamlaka ya Soma. Mathayo 18 mstari wa 18 nao nasema, amini nawaambieni, yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. 19 tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Namba 20 kwa kuwa walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo hapo hapo katikati yao. Amen. Alifundisha mamlaka ya Yesu kuhusu uzima
lazima ujue shetani na dhambi. Kuhusu nguvu, lazima ujue ukweli kwamba Yesu Kristo alimshinda shetani, na kuhusu uponyaji, lazima umjue Roho Mtakatifu anayefanya kazi sasa. Lakini jibu la maombi linatokeaje? Linatokea sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo pekee. Kama kazi itatokea kwenu, msiseme lolote. Semeni tu ni nguvu ya Yesu Kristo. Hiyo ni kawaida. Mamlaka ya Yesu ni jina kubwa ajabu. Shetani anapungwa na Roho Mtakatifu, anafanya kazi. Kesi za kupona magonjwa zitatoea sana mkikaa na kuomba baada ya kusikia na kushirikishana ujumbe katika daraba. Shuhuda za namna hii zitatokea katika kila eneo na uwanja. Hii ni kawaida. Inahusiana na Yesu Kristo, si mimi na sisi. Inafanyika kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Tafadhali amini kwamba watu wote walio na Yesu Kristo wana uwezo. Je, ni mtu aliyejawa na Roho Mtakatifu pekee ndiye anayewasha swichi ya taa ya umeme? Yeyote akiwasha inawaka. Tafadhali aminini kwamba mwenye jina la Yesu Kristo ana mamlaka kubwa ajabu. Hata sisi, hata ndiye. Hii inaitwa jibu halisi. Bwana mwenye mamlaka alisema nitajibu lolote. Maria, usome tena Yohana wa 16 mstari 24. Sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, na yenu iwe timilifu. Yohana wa 15 mstari 7. Kaa ndani yangu na neno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Mtu asiyepata jibu hata aombe vipi? Ni kwa sababu hana imani. So sisi tunahitaji imani ya Yesu Kristo, au chumba chake ni kikubwa sana. Isipokuwa hivyo, bila shaka atajibiwa. Kama hakuna jibu, angalau suluhisho linatokea. Lazima upokee jibu kwa jina la Yesu Kristo.
어, 모자 요하나와 타투 엄살이 싫어했네. Waraka wa kwanza Yohana 3:24 naye nasema, naye azishikaye amri zake hukaa ndani yake, yeye naye ndani yake. Na katika hilo tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu kwa huyo Roho aliyetupa. Amen. waraka ya kwanza Yohana wa tano mstari 24. Waraka wa kwanza Yohana sorry, 14. tano, mistari 14 hadi 15. Yohana 5:14 nayo inasema, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Amen. Ini moja Yohana wa tano mistari 14 hadi 15. Yohana 1. moja Yohana tano. Mstari wa 10. Yeah. Naye nasema, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza No. Si hivyo. Ni waraka wa kwanza. Yeah, waraka ya kwanza Yohana wa tano mistari 14 hadi 15. Naye nasema, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Namba 15. Na kama tukijua kwamba atusikia tuombacho sote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Amen. Namba 2 mdogo. Pili ndogo inasema, lazima kufundisha maombi sahihi. Amen. Sala ambapo Bwana wa Yesu Kristo alifundisha ndiye kiedo. Namba 3. Namba 3, lazima kufundisha njia sahihi. Kutafuta na kutimiza mapenzi makamilifu na makaa ya Mungu. Kwangu ndiye njia bora zaidi ya maombi. Namba 4. Namba 4, lazima kukusanya hoja za maombi. Lazima kuchagua vizuri hoja za maombi ili yawe maombi yaliyoshika agano muhimu na kuyakumbuka na kuomba daima. Namba 5. Lazima kushirikishana majibu ya maombi. Kazi kubwa inatokea
mnapoomba maombi ya uombezi na kuomba kwa pamoja. 6. Lazima kushuhudia majibu ya maombi. Lazima kushirikishana majibu ya maombi. Unamjua Bwana wa Yesu Kristo aliye hai kwa uwazi na kupata hamasa kuhusu maombi. 7. Imeishia 6. Namba 5 kubwa. Namba 5 kubwa. Namba ya namba 7 mdogo bado. Namba 7 mdogo. Yeah. Lazima kushuhudia majibu ya maombi. Kupata majibu ya maombi maana yake ni kushuhudia Bwana aliye hai. Kwa hiyo lazima kusema jibu uliopokea. Huko ni andiko uinjilisti. Namba 5 kubwa. Namba 5 kubwa inasema harakati ya uinjilisti. Ya ushahidi. Harakati ya uinjilisti ni nini? Ni harakati ya ushahidi. Kwa kuwa mna ushahidi wa Mungu aliye hai, hamna budi kusema. Maria, Mathayo wa 4 mstari 19. Mathayo 4 mstari wa 16 nayo nasema 19. Nayo nasema akawaambia, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Marko wa 3 mstari 13 hadi 15. Naye nasema akapanda mlimani akawaita aliyowataka mwenyewe, wakamwendea. 14. Akawaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye, na kwamba awatume kuhubiri. Na 15. Tena wawe na amri ya kutoa pepo. Amen. Lazima kuingia katika maeneo na uwanja yote mkiwa na neno la Kristo. Kuliko mahubiri ya kiwango cha juu, ukihubiri neno la Bwana aliye hai moja kwa moja, hicho ndicho kiwango. Ukiamini Bwana Yesu Kristo anayefanya kazi sasa na kuomba jibu linakuja. Ukisema Bwana kama Yesu Kristo huyo, kazi inatokea. Kiwango cha juu zaidi ni kumjua Mungu. Matendo ya Mitume wa 11:21. Maria
Matendo ya Mitume 11:21 21. tena, mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, watu wengi wakamwamini, wakamwelekea Bwana. Amina. 23. 23 naye nasema, naye alipokwisha kufika na kuiona neema ya Mungu akafurahi, akawasihi wote waambatane na Bwana kusudi la moyo. Amen. Inasema mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, na inasema alipoiona neema ya Mungu. Hiki ndicho kiwango cha juu zaidi. Natumaini mkono wa Bwana kama Kristo na Mungu na Roho Mtakatifu uwe pamoja na biashara yenu. Natumaini mkono wa Bwana uwe pamoja na familia zenu. Daudi alipoomba neema alisema, Mungu, sitaki kuhukumiwa na wanadamu. Nataka kuhukumiwa na Mungu. Ndiye maana Daudi alipopata shida katika Pili Samueli wa 7 alisema, nyumba ya mtumwa wako na ibarikiwe kwa neema ya Bwana. Kwa kuwa hakuwa na cha kupokea kwa njia nyingine, alitaka kubarikiwa kwa neema ya Bwana. Uinjilisti ni nini? Ni kuonyesha ushahidi kwamba Mungu yuko pamoja nami. Natumaini harakati hii iendelee kutokea kwenu. Kanisa la kwanza liliinjilisha eneo lote kwa ushahidi huu wa mambo matano yafuatayo. Hakika Roho Mtakatifu yuko hapa pamoja nani na ataziongoza familia zenu. Uinjilisti ni nini? Maria, uko na nambari ya mdogo? Umeiona ama hakuna chingine? Nimeiona uinjilisti wa Biblia kupitia Filipi. Matendo ya Mitume 4:4-8. Hiyo ni baadaye, si sahi. Uinjilisti ni nini? Kwanza, njia ya kumwona Bwana. Mathayo wa 28:20. Soma. 28:20 nayo inasema, wafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hii ni njia ya kumwona Bwana. Namba 2, Injili ni njia ya kushuhudia nguvu ya Bwana.
Matendo ya Mitume wa 3 mistari 1 hadi 12. Hiyo tayari tulisoma. Muujiza unatokea unapomshuhudia Kristo. Uinjilisti ni 3, njia ya kutambua kwamba Bwana ananitumia. Matendo ya Mitume wa 8 mistari 26. Soma. Okay. Naye nasema, malaika wa Bwana akasema na Filipo, akamwambia, ondoka ukaende upande wa kusini hata njia ile iteremkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza, nayo ni jangwa. Amen. Injili ni njia ya kutambua kwamba Bwana ananitumia. Unaingia katika ratiba ya Injili. Injili ni namba 4, njia ya kujua mpango wa Bwana. Matendo ya Mitume wa 8 mistari 4 hadi 8. 8:4 mpaka 8, naye nasema, lakini wale waliotawanyika kaenda huko na huku wakilihubiri neno. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akawahubiri Kristo. Na makutano kwa 100 wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo na alizokuwa akizifanya. Namba 7, kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Namba 8, ikawa furaha kubwa katika mji ule. Amen. 16. No. Matendo ya Mitume wa 16 mstari 14. 16 mstari wa 14. Yeah. Nao nasema, mke mmoja jina lake Lidia, mwenye kuuza rangi ya zambarau, mwenyeji wa Thiatira. Injili ni njia ya kujua mpango wa Bwana. Anaonyesha mapenzi makuu ya Mungu katika kazi ya kuhubiri Injili. Matendo ya Mitume wa 10 mstari 3. Matendo ya Mitume 10:3, naye nasema, akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana, malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Kornelio. Amen. Uinjilisti ni namba 5, njia ya kuona nguvu ya Bwana.
Matendo ya Mitume wa 1 mstari 8. Hatusikii. Matendo ya Mitume wa 1 mstari 8. Hatusikii. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 8 nao unasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Amen. Nguvu ya Roho Mtakatifu inashuka mahali ambapo Injili inashuhudiwa. Amen. Tuimbe na tuombe. Kwa ajili ya mimi, kwa ajili ya shamba yetu, kwa ajili ya parishi yetu na eneo yetu na nchi yetu. So tutaombea. Tuimbe wimbo ndio dhamana Yesu wangu, na tutaingia katika maombi ya kuombea. Kwanza tujiombee sisi wenyewe kupitia tu ujumbe la Mungu ukawa ni wetu na tukaweze kutimiza katika shamba la Bwana na tuweze kufanya ukawa